Wilaya ya Kyela inapata ugeni mkubwa, lakini sio kwamba macho yote wa Tanzania kesho watakuwa Kyela. Hapana, mwenye nchi yuko kule bwana, kwa hiyo hawezi kuwa Kyela wote, unaona bwana. Lakini mwenye nchi yuko kule, lakini yeye namba 2 tuko sisi Kyela tumejiandaa kumpokea. Tumeandaa kumpokea na unatujua sisi hatuna dogo. Hata dogo linakuwa kubwa na kubwa litakuwa kubwa zaidi. Kwa sisi tumejiandaa kumpokea mwenyekiti wetu Wasira. Unajua ule Wasira, unajua ukienda ukitaka kupata the best wine. Ukitaka kupata the best wine hata ukienda kokote kwenye madukoto unaomba wine ya zamani. Wanaamini kwamba ndio wine yenye best taste. Kwa hiyo huyu mzee anakuja mtu wa madini, atatupa madini ya kutosha na mfano mwili wake aliokuwa nao ukapitia mengi na iko hapa kwa ajili ya kuturekebisha. Sisi wana Kyela tuko tayari kumpokea na tuko tayari kweli kweli, wala sio utata. Ana ata enjoy na ataenda kuambia wenzake kule kwa Kyela kweli wamenipokea. Kyela kuko salama na niko naongea na DC muda si mrefu, kila kitu kiko sawa na tuko tayari kumpokea kama mtu mwenyekiti wa taifa. Pengine hapo mwenyekiti, kuna wilaya nyingi sana ambazo walikuwa na uhitaji na kiongozi, lakini kiongozi kafika kwako. Kipi hasa kwako ambacho unasema the best mpaka kaja kwako? CCM. Katika watu ambao wana bahati kupata wageni ni Kyela. Tunapata wageni Kyela ni kwa sababu sio sababu nyingine yote, kwa sababu ya ukarimu wetu. Na wanajua ni kisi gani sisi tulivyowakarimu, na wanajua ni kisi gani tunavyochapa kazi. Sisi hatuna mbambamba. Unaona bwana, ndio maana wakija wageni wote twende Kyela. Na hali ya hewa, kuna ziwa zuri, kuna hali ya hewa nzuri. Na sasa kwa sababu kwao kule wana ziwa, lakini ziwa hao sio nzuri sana kama la kwetu. Kwa tunamlaza Matema, hapa one pale pazuri. Angalia view ya Matema. Ukikaa Matema unaangalia mkoa mwingine wa Njombe. Ukikaa Matema unaangalia Malawi. Unaona kwa kuna kitu ambacho tena hana muda tu, lakini ingekuwa na muda tungempeleka Kilambo kwenye maji ya moto. Kyela kuna vitu vingi vya kuvutia kuliko sehemu nyingine. Lakini zaidi anataka kuona vile na kuangalia tunafanya nini. Na Kyela ukarimu unatubeba. Wana Kyela ukarimu, wananchi wa Kyela wakarimu, na wana CCM wakarimu zaidi. Hapo pengine tuambie ujio wake ataingia saa ngapi Kyela, na tutarajie kumuona akipita au akipitia miradi gani mpaka kwenda kwenye mkutano wa hadhara? Yule ni makamu mwenyekiti wa taifa wa bara. Kwa hiyo yeye akagui miradi. Tuakagua miradi tupo sisi na waliokuwa chini yake. Yeye anakuja kuongea na sisi na kutambia sera. Kwa hiyo yeye atakuwepo hapo. Tutategemea hapa saa 4 asubuhi kumpokea njia panda ya Ipinda. Njia panda Ibanda. Tutampokea njia panda Ibanda saa 4, lakini most likely ataingia saa 4:30 mpaka saa 5, kwa sababu habari hizo kwa nazo watu wa Rungu wataka kumzuia at least aongee kidogo. Kwa hiyo tunampa muda mpaka saa 4 mpaka saa 5, na atakuwa na kamati ya siasa ambayo itafanyika pale kwenye ofisi mpya za Chama cha Mapinduzi kusudi aone majengo na aone kwamba tunaposema njoo Kyela ni Kyela kuna nini. Ajabu kufananisha ofisi za alikotoka na ofisi ya Kyela. Kyela tumejipanga. Akitoka hapo ataongea na kamati, akiingia pale ataongea na kamati ya siasa. Akitoka kwenye kamati ya siasa ataenda kwenye ukumbi wa C6 ambako atafanya mkutano na wananchi wote wa viongozi wote wa chama, halmashauri kuu ya wilaya iliyoboreshwa kwa maana ni vitongoji nani wote watakuwepo pale. Na maana ukumbi utakuwa utoshi. Njooni wamsikilize Wasira, njoo wasikilize madini. Mtu na ubavu wake. Wasira kwa zamani ukisema zamani siwezi kumuita Tyson, lakini zamani kwa kumuita Tyson kwa sababu ya kazi yake nzuri kwa nilifanya. Tukupongeze sana mwenyekiti. Kwa mara kwanza anatangazwa kule kwenye mkutano mkuu kule Dodoma. Mbele ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan. Pengine kwa Tanzania ambao mara kwanza wanatamani kumuona Wasira, wategemee kutoka kwako kitu gani ambacho utakiwasilisha kwa mheshimiwa Wasira ndani ya wilaya yako ya Kyela? Kwanza unataka kujua kwamba wilaya ya Kyela tuna taarifa zetu za kichama ambazo tutampa, ambazo sasa nikianza kukuambia leo hapa kama ndamwambia nini mwisho wake ataidaka afu nitakuwa nimetoka kinyume cha maadili. Mimi Wasira peke yangu nikwambia ni babangu. Unaona ni babangu na mtoto wake mmoja anaitwa Kambarage Nyerere, kesho mtamuona. Kambarage Wasira ni rafiki yangu sana, niishi naye Marekani. Yaani nimshawishi arudi Tanzania, akataka kurudi Tanzania. Na alikuja Tanzania na yuko kwenye msafara. Kwa wategemee kwamba kila kitu tutampa.
Hakuna kitu ambacho tutamficha hali ya kisiasa, tutamwambia. Unaona, lakini yeye ataamua atangaze au asitangaze. Lakini kila tutamwambia, kila tuko vizuri, hatuna tatizo, na ina imani wewe mwenyewe unajua kile imetulia. Kila zamani na kila sasa hivi sio sawa. Imetulia. Kwa hiyo mwenyekiti atapata taarifa, ataifanyia kazi, na kama kuna maagizo atatupa, sio atakupokea katika maagizo. Lakini ukijua kwamba ile ziara ni yake, kwa mwenyekiti anaweza nisipewe hata dakika 3 za kuongea. Naona kwa sababu atakuwa tayari ameshakabidhiwa nini? Taarifa kamili. Anaweza kapewa tu nafasi ya kumkaribisha na itatakiwa kukaribishwa. Unaona bwana, kwa ziara mara nyingi kwa sababu ni ya yeye mwenyewe, tutamwambia tu kwamba mkutano huu ni wa kwako na tuna hamu kumsikiliza. Sisi tunaonekana masaa 3 tuliompa bado hayatoshi. Tungekaa naye zaidi ili kusudi atupe madini mengi, na sisi tukiapa tupate na mitasa na nini misamiati ya kuongelea kwenye siasa, kwa sababu ile mzee mtosikuli. Sisi tukupongeze sana. Pengine kwa kumalizia sasa, mwenyekiti, wanakiera wako tayari mapokezi ya kiongozi mkubwa. Nini neno lako kwao? Na waomba wajitokeze kwa wingi sana, watuheshimishe Chama cha Mapinduzi. Wajitokeze kwa wingi, ikiwezekana barabarani pale Ibanda, wapo kwa wingi, na waje kumsikiliza moja kwa moja kutoka kwake, kutoka kwenye ukumbi wa C6 ambao umeandaliwa kwa ajili yake. Yaani wajitokeze kwa wingi, na imani watapata. Na mtu kama ana changamoto anataka kuuliza, anakaribishwa. Ana jambo lake ambalo limemkwaza, anakaribishwa. Akipata nafasi ya kuuliza anaweza kauliza. Na akitaka anaweza kaileta hapa kwenye chama, ikaandikwa na tukamkabidhi vivyo kwenye taarifa kwamba kila kuna changamoto 1 2 3 ambazo wananchi wametuletea, na yuko tayari kuzipokea na kuzifanyia kazi. Japo sio kwa ulazima, mwenyekiti, tukija na mabango tunaruhusiwa. Mabango sijajua, lakini mabango ya kusanya ya kutukana sio. Lakini mabango kama unawakilisha kero za wananchi, atasema mwenyewe kuzipokea, kwa sababu mabango unaweza kumzuia mtu asete mabango, lakini akapenyeza anapotaka yeye. Umeelewa? Lakini sasa kama yeye hayuko tayari kukusikiliza, njoni mumsikilize, njoni. No, lakini kama kuna bango naliona binafaa, utaambia watu usalama ndio wanajua mama mabango. Mimi mama mabango mimi sijui. Utapambana nao wenyewe. Mwenyekiti, tukushukuru sana. Asante sana. Asante.